Jioni hii ya leo mwanamke Mkenya anatarajiwa kunyongwa nchini Vietnam baada ya kupatikana na hatia ya kuhusika na ulanguzi wa dawa za kulevya. Hata hivyo, hatima yake inasubiri maafikio ya serikali ya Kenya na taifa hilo baada ya katibu wa mashauri ya kigeni Korir Sing'oei kusema imeomba hukumu dhidi ya Margaret Nduta kusitishwa. Hukumu hiyo dhidi ya Margaret Nduta kusitishwa, na kama Laura Otieno anavyoarifu ni kwamba serikali imetaja kesi dhidi ya Nduta kuwa ngumu. Majonzi yamekuwa tele katika boma la Purity Wangare kijijini Waithaga, kaunti ya Murang'a. Kwa siku 10 sasa, Purity amestahimili uchungu wa mwanawe aliyehukumiwa kifo nchini Vietnam baada ya kupatikana na kilo 2 za dawa ya kulevya aina ya cocaine. Margaret Nduta mwenye miaka 37 aliondoka nyumbani mwaka 2023 kutafuta kazi ughaibuni, ila familia yake inadai kuwa alikutana na mtu aliyempa kifurushi kilichobadilisha raha ya kupata kazi kuwa karaha. Huyo mzigo alipatikana nayo, alipeo ni Njoroge, akamwambia apelekee mama mwingine na akirudi ampatie kitu amrudishie. Hiyo ilikuanga mara yake ya kwanza kwenda, na unajua mtu akienda safari atoke hapa aende safari ambapo haezi jua ama nchi yenye hajui, kuna yale taratibu yenye anafaa kufuatia the routes naye hajui. Kulingana na sheria za Vietnam, mtu yeyote anayepatikana na hatia ya ulanguzi wa zaidi ya gramu 600 ya dawa aina ya cocaine na heroin watahukumiwa kifo. Katibu wa mashauri ya kigeni Korir Sing'oei akisema amezungumza na wizara ya kigeni ya Vietnam ili kusitisha hukumu hiyo na kutafuta njia mbadala ya kutatua kesi hiyo. Kulingana na ratiba ya koti, Nduta alipaswa kuhukumiwa saa 10:30 jioni, ila hadi sasa familia haijapata habari zozote za hatima yake. Unisaidie, muniletee huyo msichana huku, alafu mkitaka kumfuga mumfugie huku. Kilichoanza kama safari ya kutafuta riziki sasa imegeuka kuwa kilio kwa familia hii, huku wakitumai kuwa hukumu ya kifo dhidi ya Nduta itabadilishwa na wamuone mpendwa wao japo kama mahabusu. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.